Tukusonga mbele mtazamaji, ni kuwa katika kijiji cha Ekonyero eneo bunge la Lurambi, James Keya na mkewe Violet wanajihusisha na upanzi wa miche mbalimbali, lengo likiwa kuwawezesha wakazi wa kaunti ya Kakamega kuwa na miti ya kutosha kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Mwenzangu Dan Ndunde alivalia njuga swala hilo na taarifa hii kikamilifu. Katika kijiji cha Ekonyero eneo bunge la Lurambi kaunti ya Kakamega, mkulima James Keya na mkewe Violet wanajihusisha na upanzi wa miche mbalimbali, lengo likiwa kuwawezesha wakazi wa Kakamega kuwa na miti ya kutosha na kukabiliana na mabadiliko tabia nchi. Kile kitu kilifanya tufikiria mambo na miti ni kukeep environment. So unaweza ona hata kwa hii boma kuna miti, at least kila mahali kuna miti. Inasaidia kuleta kivuli, inasaidia kuleta mvua. Haya, hii nasari ya tupande mwanzoni ilikuanga kule Ingoze, Malava. So wakati walitaka nasari hapa karibu, niliona itakuwa vyema mimi kama mkulima nibadilisha hata kutoka kwa sukuma nianze kupanda miche hapa, so that watu wa hii area community ya hapa wasiende mbali. Naye mkewe Violet Keya akizungumza kwenye hafla ya upeanaji wa miche kwa wakulima katika kijiji hicho cha Ekonyero chini ya shirika la kilimo la Tupande, amesema kuwa wakati umewadia ambao wanawake wanastahili kushiriki kikamilifu kwenye harakati za kutunza mazingira kupitia upanzi wa miti, na kuwataka kutoshikilia mila ambazo zimepitwa na wakati, eti mwanamke hafai kupanda mti bomani. Ni vizuri tupande miti, ni vizuri tupande matunda. Katika hizo miti tuko na zingine ni medicinal. Badala ya kushinda tukikula madawa za hospitali nini na nini, ukichunguza hata uende katika mtandao na upate huo mti na umepanda kwa boma yako, si utachuna na utumikie na uitengeneze vile umepata, kuliko uende ununue dawa. Dawa zinaleta shida kwa mwili, lakini inabidi tu tumeze, but tukitumikia hizi natural medicines zinakuwa mzuri. Hiyo mambo yenye ilikuwa ya kitambo, sio ni maneno yenye ilikuwa ya kitambo kwamba mwanamke akipanda mti mwanaume haezi ukata ama haezi tumikia. Hiyo ilikuwa mambo ya kitambo. Lakini saa hizi tuko wakati wa kisasa. Ninaweza panda mti ukae kwa boma, ninaweza panda hata ndizi na itaendelea. Lakini kitambo mwanamke alikuwa akipanda inakufa. Walikuwa wanaamini hivyo. Lakini kwa sasa mwanamke nikipanda itafanya kazi. Sasa sisi wanawake tufanye nini? Tupande miti. Wakulima ambao walifika kwenye hafla hiyo walipata mafunzo kuhusu miti ambazo zinaweza kupandwa na mimea mingine bila kuathiri rutuba. Moses Andika ni mkulima kutoka eneo bunge la Lurambi. Kila mwaka wanatuita kuja kuchukua miti, na tunapewa miti ya bure na tunaweza kununua ingine. Mimi nimepanda miti mingi mpaka sasa zingine naanza kuona imeanza kutosha, sababu kila pahali sasa kwangu kuna miti. Miti mingine imenisaidia sana, sababu mingine ni matunda. Watoto wakija kucheza kwangu wanapata matunda, wanafurahia. Na miti mingine ninaona pia inaanza iko tayari kutaka kunisaidia pengine kuiuza, kwa sababu ya wale wanaohitaji mti kabla huo wanaweza kupata. Afisa anayesimamia kitengo cha kukuza miche na kuwapa wakulima kwenye shirika la Tupande kaunti ya Kakamega, Crispinas Akida: kutoka tuanze, saa hizi tumepeana miche 145 milioni 145, na kwa huu msimu wa 2026 tunaazimia kudistribute miche 48 million. Na hii miche apart from kupeana tu kwa wakulima peke yao, na saidia pia shirika, community, na saidia community, tunasaidia institutions kama shule, kama kanisa, kuhakikisha tu kuwa tunalea mazingira yetu na kila mtu anaweza kupanda miti. So kwa nasari tuko na miche tofauti. Tuko na ile miche ambayo ni ya matunda,
na tuko na ile miche ambayo ni ambao jinsi Nasarion alikuwa amesema. So nia yetu ni kuhakikisha tu kuwa at least tuna increase kipato cha wakulima wetu. Amewataka wakulima kote nchini kukumbatia upanzi wa miti, akihoji kuwa kama shirika wameendeleza juhudi za kutunza mazingira, huku akifichua kuwa shirika la Tupande limepeana zaidi ya miche milioni 145 tangu mwaka wa 2021 na wanapania kupeana miche zingine milioni 48 mwaka huu wa 2026. Ni juhudi ambazo serikali ya kaunti ya Kakamega imesisitiza na kuwarai haswa vijana kushiriki upanzi wa miti ili kuboresha mazingira. Penina Mkabane ni waziri wa mazingira kaunti ya Kakamega. Mambo ya climate change ama mabadiliko ya tabia nchi inatuhusu sisi wote, kwa sababu wakati tunawacha biodiversity conservation inaharibika, unapata hata pollination ya crops haikui kama kawaida vile inafaa ikue. Wakati maji pia ni kidogo haitutoshi, tutakuwa na hiyo water stress kwa mimea na kwa sisi wenyewe. Kwa hivyo mimi ninge encourage wananchi wa Kakamega tuzingatie sana mambo ya conservation, environment conservation. Tupande miti ya kienyeji ama indigenous trees ambazo zitatusaidia kuconserve maji. Kwa hivyo mambo ya mabadiliko ya tabia nchi is the in thing right now. Ningependa encourage vijana wa take it personally as their responsibility, because your environment is your responsibility. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Nduni.